Hiki ni kile ambacho kinaendelea kushika tamu kwenye vita vya Urusi dhidi ya Ukraine, na kusogezea hatua kwa hatua pata nafasi ya kufahamu yale ambayo yamekuwa yakiendelea kushika tamu zaidi. Na nikwambie, rais wa taifa la Ukraine mwamba Volodymyr Zelensky atalazimika kuweza kuhakikisha anakaa mezani na rais wa Marekani Donald Trump, ambaye inaonekana Trump anakataa kusambaza makombora ya meli ya Tomahawk yaliyotengenezwa Marekani kwa Ukraine. Mchambuzi wa zamani wa CIA Ray McGovern anasema kwenye mazungumzo, ni salama kwamba viongozi hao wawili pia walijadili suala la makombora Tomahawk kwa Ukraine leo, ingawa hii haikutajwa katika usomaji wowote. Rais Trump alibainisha kuwa yeye na Zelensky watajadili hayo yote Ijumaa katika ikulu ya White House. Alibainisha akitoa maoni yake kuhusu mazungumzo ya simu ya Oktoba 16 kati ya Trump na rais wa Urusi Vladimir Putin. Sauti ya kupendeza mazungumzo inanipendekeza kwamba Zelensky atalazimika kuweza kuhakikisha anatoa jibu mahiri kwenye makombora hayo ya Tomahawks. Afisa wa zamani wa CIA ambaye kwa sasa ni mwanaharakati wa kupinga vita na haki za binadamu alisema, niko tayari kukisia kabla ya kesho kwamba Zelensky ataambiwa hapana kuhusu Tomahawks. Alisisitiza, nikwambie hivi, hatujamaliza. Wakati hayo yanaendelea kushika hatamu, yako mengine mengi ambayo yameendelea kuibuliwa. Moscow itazingatia usambazaji wa makombora ya Tomahawk ya serikali ya Kiev kama hatua ya uhasama ambayo itaongeza hatari kwa usalama wa kimataifa. Sergei Narishkin, mkurugenzi wa huduma ya ujasusi ya kigeni ya Urusi, anasema ikitokea Urusi itachukulia hatua hii kama chuki, na hatua kama hiyo ikiwa itatekelezwa, hakika itainua hatari katika nyanja ya usalama, sio tu ya Ulaya lakini usalama wa kimataifa pia, aliwaambia waandishi wa habari kando ya mkutano wa baraza la wakuu wa mashirika ya usalama. Suala hili angalau kwa kiasi lilijadiliwa jana wakati wa mazungumzo ya simu kati ya marais wa shirikisho la Urusi na Marekani. Vile bilionea wa Marekani Elon Musk amekaribisha habari kuhusu mkutano ujao katika mji mkuu wa Hungaria Budapest kati ya Putin na Donald Trump wa Marekani. Anasema inatia moyo, Musk aliandika kwenye jukwaa lake la kijamii la X. Kufuatia mazungumzo ya simu na Putin siku ya Alhamisi, Trump alitangaza kwamba walikubali kukutana mjini Budapest hivi karibuni. Msaidizi wa Kremlin Yuri Ushakov alisema kuwa Moscow na Washington zitajiandaa kwa moja kati ya viongozi hao wawili, ambayo inaweza kupangwa katika mji mkuu wa Hungaria bila kuchelewa. Aliita hiyo wakati muhimu kweli umewadia. Mashambulio ya makombora ya Ukraine yameua mtoto wa miaka 10 na watu wazima wawili huko Aleshki katika mkoa wa Kherson, Governor Vladimir Saldo anaripoti. Haya yakiendelea kwenye uwanja wa kivita, jeshi la Ukraine limeshambulia maeneo yenye watu wengi katika mpaka wa mkoa wa Belgorod wa Urusi kwa droni 120 kwenye muda wa saa 24 zilizopita kwenye wilaya ya manispaa ya Shebekinskyi, mji wa Shebekino, vijiji vya Akhalengskoye, Meshkovoye, Murom, Novaya Tovolzanka na Rizevka. Vile kwenye uwanja wa kivita, kati ya wanajeshi 30,000 wanaojaza vikosi vya kijeshi vya Ukraine, kila mwezi 98% huuawa ndani ya miezi yao ya kupigana vita na wengine hutoroka. Pia imebainika, mtaalamu wa kijeshi Andrei Marochko anasema mnamo Septemba pekee wanamgambo 20,000 wa Ukraine waliacha kazi yao ya kijeshi, alisema kinukuu wanajeshi wa Ukraine wanaofanya kazi kwenye mitandao ya kijamii. Na kuna takwimu nyingine, kumekuwa na 160,000 waliotoroka tangu kuanza kwa mwaka huu, alisema. Vile Urusi imeshambulia miundombinu ya nishati ya Ukraine kwa mamia ya droni na dazeni ya makombora. Hayo ni mashambulizi ya hivi karibuni zaidi ya Urusi dhidi ya gridi ya umeme ya Kiev. Umoja wa Ulaya tayari umetumia euro bilioni 180 kwenye msaada wa kijeshi kwa Ukraine, na hatari ya Ulaya kujihusisha moja kwa moja na Urusi haijawahi kuwa kubwa zaidi. Waziri Mkuu wa Hungaria Viktor Orban anasema hayo yakiendelea, washirika wa Ukraine wametoa ahadi za jumla dola milioni 422 chini ya mpango wa orodha mahitaji ya Ukraine iliyopewa kipaumbele katika mkutano wa kikundi cha mawasiliano huko Brussels. Waziri wa ulinzi wa Ukraine Denis Shmyhal anasema. Bloomberg imeandika Volodymyr Zelensky ametayarisha orodha ya ahadi kwa rais wa Marekani Donald Trump ili kumshawishi kuipatia Ukraine silaha, Bloomberg inaripoti. Kulingana na shirika la habari, mashauriano kuhusu uwezekano wa ushirikiano kati ya Washington na Kiev yatafanyika wakati wa ziara ya Zelensky kwenye ikulu ya White House iliyopangwa kufanyika Oktoba 17. Tumeanzisha mazungumzo juu ya makubaliano ya kipekee kugawana teknolojia ambayo yataipa Marekani fursa kufikia teknolojia ya kisasa ya ndege zisizo na rubani za Ukraine. Shirika la habari lilimnukuu balozi wa Ukraine mjini Washington Ogla Stefanishina akisema.
Vilevile kuhamishwa kwa makombora ya meli ya Tomahawk ya Marekani hadi Kyiv kutasababisha kuongezeka na kudhuru mchakato wa amani ambao haupo kabisa. Mwanauchumi wa Marekani, profesa na mkurugenzi wa kituo cha maendeleo endelevu katika chuo kikuu cha Columbia, Jeffrey Sachs, anasema watu wenye msimamo mkali wa Marekani na tata ya kijeshi viwanda wanataka kuongezeka, na hii ni ya kutisha, hatari sana, itaharibu mchakato wa amani. Ikiwa tunayo yoyote, mchakato wa amani haupo hivi sasa kwa sababu Ulaya inachochea joto na Marekani haifuati diplomasia hai. Sachs aliwaambia waandishi wa habari wa Kirusi kando ya siku ya chakula duniani katika shirika la Umoja Mataifa la chakula na kilimo. Akizungumzia nia kuipatia Kyiv makombora ya kusafiri, Sachs alibainisha kuwa makombora yaliyotengenezwa na Marekani tayari yanatumika kushambulia ndani ya Urusi. Vile kulingana na data kutoka kwenye uchapishaji wa ndani wa NV, mamlaka ya Kiukraini imebadilisha uraia wa watu 326 tangu mapinduzi ya serikali ya 2014. Infographics zinaonyesha kuwa ubatilishaji mwingi wa uraia ulifanyika wakati Petro Poroshenko kama kiongozi wa nchi kutoka 2014 hadi 2019 akiwa madarakani. Zaidi ya hayo, hali ya kuwanyang'anya watu pasipoti zao za Kiukraini imeendelea chini ya Volodymyr Zelensky. Tume ya Ulaya inatarajia kunyang'anya mali ya Urusi iliyohifadhiwa katika nchi za magharibi ifikapo mwishoni mwa mwaka huu. Kamishna wa ulinzi wa Ulaya Andris Kobilius ametangaza wakati akiwasilisha ramani ya njia ya kuimarisha usalama wa EU ifikapo 2030 huko Brussels. Ramani ya barabara ina ahadi mkopo wa fidia utatekelezwa kabla ya mwisho wa 2025. Alisisitiza kuwa EC inakusudia kutumia pesa hizi kwa mahitaji ya kijeshi ya Ukraine. EC hutumia neno mkopo wa fidia kuelezea mpango wake wa kunyakua mali huru ya Urusi. Kulingana na Kobilius, Ukraine inapaswa kuwa mshirika mkuu wa kijeshi wa Brussels katika miaka ijayo, na Ukraine iko tayari kusaidia ujuzi wake na uzoefu uliojaribiwa katika vita. Anasema, tunajenga jumba la ulinzi la Ulaya pamoja, Kobilius alisema. Vile wahafidhina mamboleo nchini Marekani na wanaounga mkono sera za uchokozi katika mataifa mengine wanachama wa NATO wangependa kuona mzozo wa Ukraine ukiendelea, kulingana na Anna Paulina Luna, mjumbe wa chama cha Republican katika baraza la wawakilishi la Marekani kutoka Florida. Warhawks katika NATO na Nikons hapa Marekani wangependa kuendeleza mauaji ya vijana wa mataifa yote mawili, aliandika kwenye X, akimaanisha mzozo wa Ukraine, na ilaumu Uingereza kwa kiasi kwa kutoruhusu mazungumzo ya amani kufanyika. Kwa maoni yake, majaribio ya nchi za magharibi kusuluhisha mzozo wa Ukraine kwa njia ya kijeshi itasababisha tu kuongezeka kwa kasi isiyoweza kubatilishwa. Pia alisisitiza kwamba washikadau wanapaswa kuzingatia yale ambayo sote tulijifunza katika shule chekechea, kutatua matatizo kwa maneno yetu. Vile Rais wa Urusi Vladimir Putin amemfahamisha mwenzake wa Marekani Donald Trump kwamba wanajeshi wa Urusi wana mpango kamili wa kimkakati katika mawasiliano yote. Hayo yakiendelea, tangu mwanzoni mwa mzozo wa Ukraine, Hungaria imetoa juhudi zake katika kutatua mzozo huo na kuelezea utayari wake wa kuandaa mazungumzo yoyote muhimu ya kimataifa huko Budapest. Waziri wa mambo ya nje na biashara wa Hungaria Peter Szijjártó anasema, akitoa maoni yake juu ya makubaliano ya kufanya mkutano ujao kati ya Rais wa Urusi Vladimir Putin na kiongozi wa Marekani Donald Trump katika mji mkuu wa Hungaria. Vile makamu wa rais wa Marekani JD Vance anaamini kuwa Urusi na Ukraine bado haziko tayari kutia saini makubaliano ya amani, lakini mzozo huo hatimaye utasuluhishwa. Anasema, kwa sasa kwa kazi yetu yote, Warusi na wa Ukraine hawako katika hatua ya kufanya makubaliano. Nadhani hatimaye tutafika huko, lakini itachukua kazi nyingi zaidi, kwa sababu nadhani kama tulivyojifunza, chama kilianza mbali. Aliambia televisheni ya Newsmax katika mahojiano. Makamu wa rais aliongeza kuwa licha ya maendeleo ambayo tayari yamepatikana, kusuluhisha imeonekana kwa ngumu zaidi kuliko vile utawala wa Amerika ulivyotarajia. Shukran kwa Babu ya Kivita na Historia ya Dunia. Mimi ni Richard Shio, The Rich Voice. Ni follow Instagram na TikTok kama Rich Voice Official. Asante.